بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السر في تخصيص قريش بالخلافة، siri iliyo katika kuwahusisha makuraishi wachukue ukhalifa na si wengine. Kuna siri gani? Inma khassa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Quraishan bikhilafatihi, hakika aliwateua Mtume sallallahu alayhi wasallam wa Quraishi washike ukhalifa itibaran li'asabiyyati allati takun biha alhimaya, kwa misingi ya ushirikiano ambayo takunu biha alhimaya, kunapatikana ulinzi wa kuwalinda wengine kupitia misingi hiyo ya ushirikiano. Wa yartafi'u alkhilafu walfurqa, na kwa uwepo wa ushirikiano huo unaondoka tofauti na mgawanyiko kwao, biwujudiha, kwa uwepo huo ushirikiano. Li sahibi almansibi, ushirikiano huo kwa mwenye uongozi huo, basi anakuwa hakuna utengano wala sintofahamu, sababu watu wanakuwa na ushirikiano naye. Wataskunu ilayhi almilla wa ahluha, wataskunu ilayhi almillatu wa ahluha, hivyo watu wa dini watamtii na kutulia chini yake, wa ahluha, na watu wake watamtii na kuwa chini yake. Antadhimu hablul ulfa fiha, na kamba ya nidhamu na mshikamano itakuwa katika mfumo mzuri. Wala shaka anna Quraishan kana lahum al-izzu wash-sharafu ala sairi mudari, hakuna mashaka kabisa kwamba Makuraishi walikuwa na nguvu na heshima na hadhi juu ya makabila mengine ya Mudar yote. Yaatarifu lahum bidhalika sairu al-arab, wanakubali na kukiri kabisa kwenye hilo kwa Makuraishi wa Arabu wengine wote. Ala ujuala al-amru fi siwa, la suala la uongozi angepewa wasiokuwa Makuraishi, la tawaqqa firaqa al-kalima bimukhalafatihim, basi ingehofiwa umoja wa Waislamu ungepasuka, bimukhalafatihim, wao kutokutii na kwenda tofauti, wa adami anqiyadihim, na kutokutii, wataftariqu aljamaa, hivyo umoja wa Uislamu utapasuka, na watakhtalifu alkalima, na kutokuwa kitu kimoja Waislamu. Wa hadha ma hadharahu ash-shar'u, na hili ndicho alichokitahadharisha mweka sheria. Ama idha juila fihim, ama uongozi ukiwekwa kwao kwa Makuraish, fala yahsulu shay'un min dhalika, hakuna kitakachopatikana katika hayo. Lianahum qadiruna ala sawqi an-nasi bi'asa al-ghalab, kwa sababu Quraish wana uwezo wa kuongoza watu na kuwaunganisha kwa ushawishi wa nguvu walizo nazo, lima yuradu minhum, kwa kile kinachotakiwa kutoka kwao. Fala yukhsha min ahad ikhtilafu alayhim, haihofiwi kwa yoyote kuwaasi hao Makuraish, wala firqatun, wala kwa sababu ya mgawanyiko, liannahum kafiluna hina idhin bidafiha, kwa sababu wana uwezo wa wakati huo bidafiha, kuondoa, kulinda uongozi huo na kuondoa hizo sintofahamu, wa man'i nasi minha, na kuwazuia watu kufanya hivyo. Qala Ibn Khaldun anasema fi muqaddimati tarikhihi, katika utangulizi wa kitabu chake cha historia, baada ya maneno
Nasema la yakhruju amma dhakarnahu, baada ya maneno ambayo hayatoki nje ya haya tuliyoeleza. Fa idha thabata anna ishtirata al-Qurashiyya, ikiwa imeshathibitika kwamba ni sharti kuwa Makuraishi ndio waongoze, limewekwa hilo kuwa ndio sharti, inma huwa lidaf'i tanazu'i, hilo limewekwa ili kuzuia mizozo na mivutano, bima kana lahumul asabiyya, kwa kile walichokuwa nacho cha msingi wa ushirikiano wa nguvu na ushindi na kuwashinda wengine, walghalab. Waalimna anna ash-shari'a, na tumefahamu kwamba mweka sheria la yakhussu al-ahkama bijili, hahusishi hukumu kwa kizazi na generation fulani, wala asr wala zama fulani, wala umma fulani. Alimna anna dhalika inma huwa min al-kifaya, tumeelewa kwamba hilo linahusiana hilo na uwezo wa kutekeleza jukumu hilo. Waradadna ilaiha, hivyo tukalirejesha hilo kwa uwezo huo ambao walikuwa na uwezo ni Makuraishi. Wataradna al-illa al-mushtamila ala al-maqsudi min al-Qurashiyya, tukazingatia sababu inayohusiana na lengo lililokusudiwa katika sharti la kuwa Makuraishi. Wa huwa wujudu al-asabiyya, sharti lenyewe ni kuwepo kwa mshikamano wa kikabila, namna walivyoshikana. Fashtaratna fil qaimi, tukaweka kwa sharti katika kusimamia bi umuri almuslimina, swala ya Waislamu lazima hao wanaosimamia wawe na mshikamano na hawa Makuraishi. Ndivyo walivyokuwa, ndio maana Mtume akasema uongozi wao kwa Makuraishi. Sawa, kama an yakuna min qaumi, awe anatokana na watu wenye mshikamano qawiya, ulio na nguvu, ghaliba, ambao una uwezo wa kuwazidi ala mamaha, wale walioko katika maeneo yale asria, katika asili, ili waweze kuwafanya wengine wawafuate, ili waweze kuwafanya wengine wawafuate. Watajtamiu alkalima, na ili umoja wa watu uweze kudumu, ala husni alhimaya, kwa uwepo wa ulinzi ulio mzuri. Wala yulam dhalika fil aqtar wal afaq, ilo alifahamiki katika nchi na maeneo mengine kwamba walikuwa na ushirikiano na hivi na nguvu zaidi ya Makuraishi, ilikuwa haifahamiki watu kama kana fil Qurashiyya, kama ilivyokuwa kwa Makuraishi. Idh kanat ad-da'watu al-islamiyya, kuna kana tabu iweke idh kanat ad-da'watu al-islamiyya, kwa sababu ilikuwa dawa ya Kiislamu, lati kanat lahum amma, ambayo ilikuwa kwao kwa ujumla. Wa asabiyatul arabi, shikamano wa Arabu walikuwa wamekidhi kukubali hilo kwamba Makuraishi walitekeleza. Faghalabu sa'ira al-umami, wakaweza kuwashinda mataifa mbalimbali. Inma yakhussu lihadha al-ahdi kullu qatr biman takunu lahu fihi al-asabiyya al-ghaliba, na katika zama hizi tulizo nazo, kila nchi hupewa uongozi yule mwenye mshikamano, wenye nguvu na wenye kutawala ndani ya nchi. Wa inma yakhussu lihadha al-ahdi kullu qatr biman takunu lahu fihi al-asabiyatu al-ghaliba, na katika zama hizi kila nchi hupewa uongozi yule mwenye mshikamano wenye nguvu na wenye kutawala ndani ya nchi, huyo ndo anapewa uongozi. Wa idha nadharta sirra Allah, utakitazama siri ya Mwenyezi Mungu fil khilafa, katika ukhalifa, lam tab'ud hadha, halikumbali na hili, liannahu subhanahu wa ta'ala inma ja'ala al-khalifata naiban anhu fil qiyam bi umuri ibadihi, kwa sababu Mwenyezi Mungu mtukufu amemfanya khalifa, kiongozi, ni mwakilishi wake katika kusimamia mambo ya waja zake, yahmilahum ala masalihim, ili
awapeleke na awaongoze katika maslahi yao, wa yaruddahum an madarrihim, na awazuie asiende kwenye yale yenye kuwadhuru. Wa huwa mukhatibun bidhalik, na naye anaamrishwa kutekeleza majukumu hayo. Kiongozi anaamrishwa kutekeleza. Wala yukhatabu bil amri, na mtu haamrishwi illa man lahu qudratu alayhi, isipokuwa yule mwenye uwezo kutekeleza hilo. Intaha. Aqulu, nasema hivi, wala na'lamu asabiyatun kafiyatun lihimayati al-umma. Kwa sasa hatujui mshikamano mwingine wenye uwezo wa kutosha kabisa kulinda umma aqwa min asabiyati alqaimina bi umuri almuslimin al'an, ulio na nguvu kuliko mshikamano wanaosimamia mambo ya Waislamu hivi sasa. Wakati Sheikh anaandika kitabu, wale waliokuwa wanasimamia masuala ya Waislamu, basi huo ndio mshikamano ambao tunaoona, tunaufahamu ndio sasa. Wa hum banu Uthman, nao ni ule mshikamano uliokuwa unasimamia masuala ya dola ya Kiislamu na mambo ya Uislamu, ukiitwa Ottoman Empire, Dawlatul Uthmaniyya, sawa, ambao umevunjwa na vita ya kwanza ya dunia ililetwa kwa ajili ya kuondoa ile super power ya Kiislamu. Wapi ulikuwa? bil Qastantiniya, ulikuwa ni jina la zamani la mji wa Istanbul, Uturuki. Wafaqahumullahu lil'amali bidinihi, Mwenyezi Mungu awafikishe, awawezeshe kutekeleza na kutenda kwa mujibu wa dini alqawimi sawa, wasairi bisirati alkhulafai ar-rashidin, waende kwa mwenendo ule wa makhalifa waongofu ajmaina wote. Amin. Wallahu a'lam wa alam. Shurutul khalifati wa nadhan tansiha.